Hata mimi leo ninasimama hapa mbele ni kwa sababu nyinyi walimu mmefanya kazi kubwa sana kutengeneza sisi. Mimi taaluma yangu ni daktari, lakini siwezi kuwa daktari bila kuwa na mwalimu alinifundisha kutoka nasari, akanifundisha kwenda primary, kwenda sekondari mpaka kufika chuo kikuu. Nimekuwa nilivyo ni kwa sababu nyinyi walimu mnafanya kazi kubwa. Kwa hiyo kila sababu ya kujipigia makofi mengi sana. Na tunaposema walimu ndio mtu wa kwanza kumzalisha mtu yoyote ndani ya dunia hii, tunamaanisha hata wakati mkirudi kwenye vitabu vya dini, kabla tujakuwa na historia ya kuwa na madarasa ya kufundishana, lakini bado viongozi wetu wa dini na viongozi wetu wa kimila walichukua jukumu la kuwa walimu, lakini bado wazazi wetu walichukua jukumu la kuwa walimu na kufundisha, na hatimaye mpaka leo tukafika tulipo. Kwa mna kila sababu ya kujipongeza. Lakini na mimi nishaikuwa mwalimu, mheshimiwa mwenyekiti. Nyakati fulani nilipomaliza form 6, wakati tunasubiri kwenda chuo, niliona kile kidogo nilichokipata basi na mimi nikisafirisha kwa wenzangu. Kwa nikapata nafasi nikafundisha na mimi angalau kwa mwaka mmoja, na kwa kweli katika kazi ambayo niliipenda ni kazi ya walimu. Bahati mbaya sana ilikuwa nimeshachagua upande. Kwa matokeo ya mwisho yalipotoka ilibidi nifuate upande ambao nimechagua. Lakini hata walipokuwa wanakuja wakaguzi kwa ajili ya kutukagua na kutupongeza kwa namna tunayofanya kazi ya kuwafundisha wanafunzi, kwa walimu hata mimi kwenye damu yangu, na ninatamani kuendelea kuwa mwalimu, kwa sababu mwalimu sio lazima tuende shule ya msingi kufundisha, sekondari, hata ukienda kufundisha chuoni bado ni mwalimu. Sivyo hivyo ndugu zangu? Hata ukienda kufundisha kwenye madarasa ya watumishi wa sekta ya afya bado ni mwalimu. Kwa hiyo ni kazi ambayo kwa kweli imetukuka, tunaipongeza na tunawapongeza sana nyinyi kwa kazi ambayo mnaifanya. Sasa ndugu zangu, nyinyi wote ni mashahidi, na uzuri wakati wa risala ya katibu wetu tumemsikiliza vizuri. Tumemsikiliza na ametueleza namna gani serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inaongozwa vyema kabisa na Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, namna anavyoendelea kuwekeza na kuongeza nguvu kwenye sekta mbalimbali. Lakini kwenye sekta ya elimu ametaja mafedha mengi ambayo yameletwa, zaidi ya bilioni 75 zimeletwa kwa ajili ya kuimarisha miundombinu ya sekta ya elimu. Hii ni kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais anaifanya, na kuna kila sababu ya kuendelea kumpigia makofi mengi sana. Na nilichofarijika, amezungumza habari ya mwezi wa 10 uchaguzi mkuu, na amesema kabisa anahakikisha serikali kwamba nyinyi kama walimu mtakuwa bega kwa bega kuhakikisha uchaguzi mkuu wa Oktoba mnashiriki vizuri, mnausimamia vizuri, na hatimaye kupata viongozi wetu kupitia uchaguzi huu. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa hilo. Sasa kwa mkoa wetu wa Geita, najua mnajua, lakini nawakumbusha tu, tuna jumla ya shule karibu 1032. Na hizi shule zimegawanyika. Ziko shule za sekondari, ziko shule za msingi. Shule 1032 ni nyingi sana. Lakini ziko shule za zamani na ziko shule mpya zimejengwa katika shule 1032. Na shule zote nyinyi kama walimu ndio mnazisimamia. Kwa hii ni jitihada ambayo serikali inaendelea kuisimamia katika sekta ya elimu. Lakini mkoa wetu kwa shule za msingi una zaidi ya wanafunzi 785,000. Sasa mimi nilikuwa naangalia tu kwa haraka ndugu zangu walimu. Mkoa wetu kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022 ya watu na makazi ulikadiriwa kwa na watu 2,907,708. Ukichukua tu idadi ya wanafunzi walio primary, walio shule za awali, ukijumlisha na wanafunzi walio sekondari, unakuta 1/3 ya wananchi wa mkoa wa Geita ni wanafunzi. Sio hivyo ndugu zangu? Kwa hiyo inatueleza nini? Inatueleza mkoa wetu wa Geita, watu walio katika umri wa utoto mpaka umri wa ujana ni wengi zaidi kuliko watu wazima. Kwa tuone sisi kama walimu tuna kazi kubwa kuendelea kutengeneza taifa hili la angalau
33 ni vijana ambao tunawafundisha mashuleni. Kwa hiyo hongereni sana walimu kwa kuwafundisha vijana wengi. Endeleeni kuwasimamia kwenye taaluma, lakini endeleeni kuwasimamia kwenye maadili ili tulipate taifa lililo zuri. Makundi ya vyuo, uanzishwaji wa vituo vya mafunzo kwa walimu yaani PRCs, na upanuzi wa miundombinu kwa ajili ya kupokeza wanafunzi wa kidato cha 5 na 6 ili wanafunzi wote wanaofaulu kidato cha 4 waweze kuendelea kidato cha 5. Aidha, fedha za elimu msingi bila ada zimetumwa kila mwezi kiasi cha shilingi bilioni 1.6, ambapo shule za msingi zimepokea takriban shilingi bilioni 666 na sekondari shilingi bilioni 998. Ndugu mgeni rasmi, aidha tunashukuru serikali kwa kupandisha walimu wa daraja kwa wakati na mseleko wa walimu waliocheleweshwa. Walimu 5452 wa shule za msingi walipandishwa madaraja na walimu 2065 wa sekondari walipandishwa madaraja. Katika hatua nyingine, jumla ya walimu 173 wameweza kubadilishwa muundo wa utumishi wao katika kipindi cha mwaka 2023-2024, ambapo walimu wa shule za msingi walikuwa 153 na walimu 20 wa sekondari wamebadilishwa muundo. Jitihada hizi kubwa zinazofanywa na serikali kwa ajili ya ustawi wa walimu na kada ya walimu vimeongeza morali ya kazi kwa watumishi, na tunaendelea kushuhudia ahadi nyingi zinazoahidiwa na serikali zinaendelea kutekelezwa. Sisi kama walimu tunasema asante sana.